Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Huwa ligani mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 na ukaribisha kuweza kufuata taarifa habari katika lugha tukufu ya Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Alimaasi. Waendesha pikipiki wawili na abiria mmoja kujeruhiwa kwa mapanga, pesa na simu kupelekwa. Hao ndio matokeo ya kitendo cha uvamizi kilichoendeshwa na watu wenye kushikilia silaha kinyume cha taratibu siku ya 4 ya wiki tunayo mida ya saa 9 mchana kwa waendesha pikipiki. Kwa mujibu wa moja kati ya waendesha pikipiki mwanga wa kitendo hicho amesema msafara mkubwa wa pikipiki uliokuwa natoka Baraka kwenda maeneo ya Fizi na zingine kutoka Fizi kuja Baraka ndizo ziliingia kwenye mtego huo kama anavyoeleza. Ndiyo, hiyo ni kweli ndugu, ni kwamba jana mida saa 9 tuliingia mwambiskade wa bandi Mwetibe. Walikuwa na silaha 2 na mashete moja. Sasa walituvamia pale. Kuna wenzetu ambao walijaribiwa kupiga mipanga, wa montare 2 na abiria mmoja. Na wengine wakajaribu kukimbia, Mungu akasaidia, wakakimbia. Ndo vilivyopita pale sehemu ya Chibe. Wakati tulijaribu kukimbia, tukatembea porini, tukafika hadi Mkinja. Wakati tulifika Mkinja, tukaripoti ku barieri ilikuwa pale Mkinja wa majimaji wa jeshi wa mzee William ya Kutumba. Wakaja wakafanya intervention, lakini japokuwa walifanya intervention, maumivu yalikuwa yashakuwa tayari, walikuwa washaumizana pale. Walipofanya intervention wakarudi, waliporudi wakatuambia eti mwende sasa hivi, walishakimbia na tukakuta pikipiki zetu pale na mizigo yote ilikuwa pale. Walikuwa navaa nguo za kijeshi, teni za zamani za FRDC. Yaani kwa wale wenzetu ambao waliweza kupigwa mipanga hawakuwa na namna ya kukimbia. Sisi tuliokuja nyuma tulijaribu kukimbia kwa sababu tulikuwa wengi, ndio tulitupa tu pikipiki na tukakimbia. Ni kwamba sisi tunaomba vyombo vya usalama vishikilie usalama zaidi. Kwa sababu gani? Hivi usalama ni mdogo, wa polisi wanakaa wengi kwenye vituo vya PCR. Utakuta kwenye kituo cha PCR kwa polisi 7. Wale wote wa polisi 7 wanafanya nini? Wanashindwa kulinda usalama. Hivyo hizi silaha ambazo zimezagaa ovyo, naomba serikali ifuatilie hizi silaha na kujua na kuidentify silaha zinazotumika, kwa sababu zitatusumbua sana barabarani. Sana tu. Ndio hivyo naomba serikali isimamie kati hivyo vitu, hasa sekteri ya Mtambala. De sekteri angalie sana ile etandi yake, atusaidie. Tunamtegemea yeye kwa kuhimiza serikali yetu ili tuzidi kuwa na usalama. Viongozi wa wazalendo nao tunawaomba nao wasikilie usalama. Hata kwenye mabarieri wanatutishia maisha kwa sababu ya pesa 500, 1000 unatukuta anatutishia maisha, iko na silaha na 20 milioni na silaha. Ukipita pale bila franga utaniona. Ili inatusumbua sana. Kumbe viongozi wajaribu kuingilia hivyo vitu kwa makini sana. Wanaweza wakatumalize, na bila sisi wa raia nao wajeshi hawawezi wakawe. Lakini tukiwa vizuri nitakuja kuidentify adui kama tunaishi vizuri sote na jeshi letu. Pa Baraka ni kwamba kuzorota kwa mtandao wa mawasiliano wa Africell kwa sasa katika mji wa Baraka na maeneo mengine ni kutokana na tatizo la kiufundi lililoko maeneo yenye usalama mdogo. Ndivyo amehakikisha hayo mkurugenzi wa mtandao wa Africell katika mji wa Baraka. Akiwa mbele ya vipaza sauti vya TV yako Bwana Chrisia Ifundo, mkurugenzi wa mtandao wa Africell Baraka amesema kuwa hali ya usalama mdogo ndio inapelekea mtandao kutokutuma wataalamu sehemu ambako kuna tatizo, huku akiomba kwa wateja wao kuwa wavumilivu. Kama uko perturbation kidogo ya réseau ya Africell hizi masiku iko di na pane tekniki. Na kama ngisi wote wanayua hii periode tunaisha ni periode ya vita. Pale fasi kwenye kulipatikana pane ya Africell ni fasi kwenye kuko insecurite, na iko vigumu ba technicien bakwe depeshe kufika pale kufanya wafatilie kameme ba reparer pour que watu wapate réseau mzuri kama kawaida ya Africell. Ile tu njoo endeza sema ni tatizo, na je pense que haiko tu kwa leo, haiko tu Africell tu, ukiangalia na Orange
Orange nayo connexion yake haiko sawa. Ukiangalia labda na Vodacom kuko perturbation iko mingi ku rezo zote, na ile iko dina mapane zinasitiwe mafasi kwenye kuko ma insecurity opweke rezo inashindwa kutuma watu pale. Ningeomba labda kidogo kwa baabone ba fidele wote na ba revendeur ba grossiste na wengine wote ba Frisel hususan hata rezo zote waangalie ngisi ya kuvumilia kidogo, vitu vitakuwa mzuri. Nabo ngazi za juu wako wanapambana, wanajifunza strategy za kufikisha ba technicien pale ili waweze kufanya entretien, watu wapate rezo kama kawaida, watu basitube masimu, watu bakwe fidele, vitafika tu na beboko na mainite na makuta muafrimani na wengine marezo bajikaze tu bachunge tu punde tu vitakuwa vizuri, kwa sababu tuko tunaongea na ba technicien na wako viongozi wa Frisel. Wewe wanaelewa hivi ya ma technicité antenne ya rezo kuna kwaka masite ze wanaita backbone. Njoo hizi masite utaona maantene za mrefu yulu kuko sabi Mangoma, na huko wengine masite ya VSAT iko na visaani vya mkubwa sawa vile vya Canal Plus. Zile masite za VSAT ni masite yenye iko direct na satellite, inakamata rezo na depende na satellite, amweke ukwe probleme ku satellite njoo rezo naenda. Lakini hizi masite zetu konazo hapa, hizi masite za backbone ziko na Mangoma yulu ni masite za liezo, yani hii hapa inapatia tuseme ya Katanga inapatia ya Fizi inapatia ya Mdiseti, inaendelea mpaka ngisi. Sasa kule ngambo ya yulu kuko mavita njoko kulipatikana pane ya ile rezo, ile backbone inatupartager rezo mwa ifasi yote izone yote huku mpaka Kalemi njoko ile problem. Tukumbushe kuwa si mtandao wa Frisel pekee ndio unaosumbua, bali hata mtandao wa Vodacom ambako tatizo hilo linaendelea kushuhudiwa. Tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba kitengo cha mine Fizi Baraka kimetoa tahadhari kwa raia wenye tabia kuchukua mchanga ndani ya barabara za mitaa, kwani ni kinyume na sheria. Kwa Kiamani Mulumba Ale, mmoja kati ya wafanyakazi wa kitengo hicho mjini Baraka, amesema kuwa ni vyema raia kuheshimu serikali yake, na yeyote anahitaji mchanga ni vyema kufika kwenye ofisi ili kupata maelezo zaidi kama alivyoeleza. Sheria inakataza kuogota mchanga ovyo ovyo, labda inasema kila mtu mwenye anafanya ile kazi ya kuogota mchanga wala kukamata mchanga kwenda jenga nyumba ya kwake anapashwa kwanza jitambulisha ku service yenyiko concerne. Muvile ya Baraka tuko na service ya mine, tuko na service ya Saimape na ba agent biko napita paka na mterrain. Donc unapashwa kwanza jitambulisha juu ile ma service njoo yenye itakupashia sasa maelekezo na kukuonesha fasi gani kwenye utalogota mchanga na fasi nyingine nakatazwa ni fasi gani. Kwani kuko fasi za mingi zenye zinakatazwa sawa vile mbarabara, mfereji na mafasi nyingine ya mingi muaveni yenye mchanga inakuwa iko nasaidia. Tunajua kama Bulongo yetu mchanga hapa, donc hairuhusiwi kila fasi kukamata mchanga. Na hivyo tena tuko na service nyingine, service d'appui ni service ya police de mine, nayo inahusika sasa kufuatilia kila ule mwenye iko naenda kinyume ya sheria mkutaka kulogota mchanga ile mafasi yenye hairuhusiwi. Labda kama sasa unaweza jikuta unafikia mwa ile hali ya kuona ulivuka mipaka, ile service d'appui yetu inakufuatilia. Yani hivyo ya lazima sana ni kufika kukamata maelekezo ya zaidi sana ku service ya mine, na hapo utakuwa nafanya kazi yako mzuri. Donc inaomba ukuwe na kitambulisho mbele ya kufanya kila kitu, ni kuwa na kitambulisho, na hapo ukikia kamata kitambulisho njoo tutakupashia sasa maelekezo. Hii kazi yenyewe unataka fanya inahitaji hiki, inahitaji hiki, inahitaji hiki na inakataza hiki, inakataza hiki. Pale utakuwa uko informe. Kwa raia wale ambao wanakuwa na hiyo tabia ya kusema wanaogota mchanga, tunawapatia ni angalisho ya kwanza, sababu ile kulogota mchanga vile ovyo ovyo inakuwa kiharibisha mazingira. Na vile mkuharibisha kunivua ya barabara, mifereji na ingine mafasi, utakuta kunakuwa deja madebordement ya mai, inondation na vingine. Donc tunakuta ile haisaidii vile yetu kukua propre na wala kuendelea na kuwa mzuri. Kwa hiyo tuko na service d'appui, sa vile gisi nilisema ni service ya police de mine. Yani hivyo ukikamatiwa na kama unatembea kinyume ya sheria gisi inasema juu ya ile kuogota mchanga, antuka utakuwa na azibiwa na hivyo hautalaumia mtu.
Huko Uvira ni kwamba mahakama ya sheria mjini Uvira imefukuzwa ndani ya eneo yao ya kazi. Hivyo ni baada ya kutokuwa na lipa nyumba waliokuwa wamepanga yapata muda mrefu, na hivyo kufikisha deni ya upangaji ya dola 300,000 za Umarekani kwa sasa. Taarifa tunazo ni kwamba swala la mahakama ya sheria au TGI kufukuzwa limezusha maswali mengi kwa wananchi wa mji wa Uvira. Mwanasheria Chako Changbon Ane ametoa hapa mwangaza juu ya jambo hilo. Ni tangu dimanche ndo mtu mmoja wa familia na aliyekuwa anaitwa Bilulu. Bilulu ni tajiri mmoja wa aliishi hapa katika mji wa Uvira. Uvira ingaliki vraiment territoire. Huyo tajiri alikuwa na mali mingi. Sasa katika mali yake ni parcelle ama nyumba ambayo inayopatikana ama kwenye tribunale de grande instance ya hapa kwetu Uvira na parquet pre ya tribunale ya grande instance ya hapa kwetu Uvira ilifanya kutumikia, walikuwa wanapanga. Nikwambie kwamba bwana Bilulu amefariki siku nyingi na alikuwa homme d'affaires. Niliongea na kijana wake ambaye ni mtoto wake wa mnane mwenye amefukuza wa greffier mnamo tribunal. Amesema kwamba tribunale ama ministere ya justice ambayo ni ya nchi ya Kongo inapanga pale kwabo, na selo contrat de bail ambayo wamesaini yeye familia yake kupitia kama vile liquidateur na ministere ya justice ambayo inataka kumuli walioendelea kulipana dolari 715 kwa mwezi. Lakini tangu waliposaini hiyo contrat de bail, serikali ya Kongo haijalipaga hata mwezi mmoja, na anaidai $300,000. $300,000 ndio anadai serikali ya Kongo kwa ministeri ya justice kwa ajili ya kupanga ile nyumba. Mimi mwenyewe nimeona contrat de bail, mimi mwenyewe nimeona certificat d'enregistrement ile parcelle ambayo ni SPI 79, na amenambia kwamba yeye amerompre contrat na anaomba tu meri ya Uvira iende ondosha vyombo vya parquet na tribunal yenyewe vinapatikana pale nafasi ambapo walikuwa wanafanyia hapo kazi. Hata hivyo, kwa mujibu wake, raia wengi wanahofia kuona wazalendo kuendelea kujifanyia sheria yao kama alivyorejea mara tena. Mtangazaji, Uvira leo inaregistre presque miezi miwili hakuna justice. Kuhusu kwanza tribunal dossier ya locataire ambayo ni serikali ya Kongo kupitia ministeri ya justice na mwenye parcelle ambayo inapatikana mtribunal, ni kweli kwamba inakuwa endommage sababu inafanya justice isikuwe randi, na ameshafukuza watumishi wote. Amewaambia kwamba warudie, hakuna nyumba yao pale, itaandika kabisa. Japo hiyo sheria ingeshimama, ingeonekana kwamba Uvira makazi zinaanza tumika na exaction ambazo tunaziishi ingepunguka. Utakumbuka kwamba wazalendo ndio wanafanya sheria katika vile ya Uvira na territory ya Uvira, japo sheria iko, ndio maana hiyo ina bloke na auditora pre ya tribunal hiyo, nayo inatawaliwa na wa Sudan kutoka Bukavu. Alors Uvira leo haina nafasi ya kurandira yako justice. Na katika eneo la Kamanyola ni kwamba mapambano makali yalishuhudiwa siku ya 4 ya wiki tunayo jioni kati ya wazalendo zidi ya M23 katika milima yenye kuinukia Kamanyola, jimboni Kivu ya Kusini. Mapambano hayo yalianza mida ya saa 10 jioni hadi majira ya saa 12, jambo ambalo limesababisha usalama mdogo katika raia wa Kamanyola. Taarifa tunazo ni kwamba siku ya 5 hii hali ya utulivu imeonekana eneo hiyo, na hiyo ilipelekea raia wengi wa Kamanyola wameanza tena kuendesha shughuli zao ila kwa mwendo wa kobe. Hata hivyo, licha wazalendo kushambulia ngome za M23 katika milima hiyo ya Kamanyola, waasi hao wanaendelea kusalia pa Kamanyola. Hadi hapo ndipo mwisho wa taarifa yetu ya habari. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, usisahau kulike, kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati. Bye bye. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.